Manunguniko kuhusiana na kuongezeka kwa tozo na ushuru unaotozwa na serikali kwenye Wakenya yamekuwepo, sio tu miongoni mwa wafanyabiashara bali pia kwa Wakenya walioajiriwa. Lakini naibu msemaji wa serikali Mwaresha Chizuga anasema tozo hizi zina umuhimu mkubwa katika taifa kuhakikisha kwamba kiwango cha fedha zinazokopwa kutoka nje hakiongezeki. Ni kweli mzigo upo, lakini mzigo mzuri. Kwa hiyo serikali kutekeleza manifesto yake, ajenda yake, huduma zake kwa Wakenya ni hela. Na hela zile tunazipata kutoka kwa juhudi za Wakenya au tuweze kukopa kutoka mataifa ya kigeni. Hizi kama serikali tumepeka mikakati ama mipango kuhakikisha kwamba tunapunguza tunavyoomba kule nje. Tujaribu kujitafutia hela zetu sisi wenyewe hapa nchini, na ni kupitia ushuru ambao Wakenya wanakuwa wanatoa katika mishahara yao na katika bidhaa ambazo wananunua. Matarajio ya Wakenya wengi ni kwamba iwapo utanitoza kodi ya kiwango cha juu sana, basi baadhi ya the services ambazo serikali ina provide ziimarike. Kwa mfano kama ni transport, usafiri, mabarabara yawe shwari, ukienda hospitalini pia upate kuna madawa, na tuseme kwa mfano pia zile core services kama umeme bei yake ishuke. Lakini njoo hapa katika nchi yetu utizame ambavyo mabarabara yalivyo bovu. Ukienda hospitalini pia wakati mwingine, hata nadhani kuna taarifa zilikuwa zinaenea kwamba kuna wakati fulani hata dawa BCG hazikupatikana, dawa za watoto katika hospitali kuu. Tena angalie jinsi stima, umeme umekuwa ukipanda bei yake. Kupunguzwa kwa hadi 11% ya riba inazopewa fedha benki mbalimbali humu nchini na serikali ni miongoni mwa mikakati inayofanywa na serikali kuhakikisha kuwepo mzunguko wa fedha kwenye uchumi. Ila mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi Kema anasema hilo huenda lisiwe na uzito iwapo kipato cha Mkenya kitazidi kuzidiwa uzito na tozo na ushuru. Nikiripotia VOA kutoka Nairobi, mimi ni Zainab Sai.